Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 24. Nitasoma kwa sababu maandiko ni marefu, acha nisome mimi ili iweze kuwa rahisi. Ndipo Danieli akamwendea Arioko, ambaye mfalme alikuwa amemteua kuwaua wenye hekima wa Babeli. Akamwambia, usiwaue wenye hekima wa Babeli, nipeleke kwa mfalme, nami nitamtafsiria ndoto yake. Arioko akampeleka Danieli kwa mfalme mara moja na kumwambia, nimempata mtu miongoni mwa watu wa uhamisho kutoka Yuda, ambaye anaweza kumwambia mfalme maana ya ndoto yake. Mfalme akamuuliza Danieli, je, unaweza kuniambia nilichoona katika ndoto yangu na kuitafsiri? Danieli akajibu, hakuna mwenye hekima, msiri, mganga au mwaguzi anayeweza kumweleza mfalme siri aliyouliza, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Amemwonyesha mfalme Nebukadneza kitakachotokea siku zijazo. Haleluya! Ndoto yako na maono yaliyopita mawazoni mwako ulipokuwa umelala kitandani mwako ni haya. Mfalme, ulipokuwa umelala kitandani yalikujia mawazo kuhusu mambo yatakayotokea baadaye, naye mfunuaji wa siri akakuonyesha ni kitu gani kitakachotokea. Kwangu mimi nimefunuliwa siri hii, si kwa sababu nina hekima kubwa kuliko watu wengine wanaoishi, bali ni ili wewe mfalme upate kujua tafsiri na ili uweze kuelewa kile kitakachopita mawazoni mwako, kilichopita mawazoni mwako. Mstari wa 31. Mfalme, ulitazama na mbele yako ilisimama sanamu kubwa mno kupita kiasi, sanamu iliyong'aa na kutisha kwa kuonekana kwake. Kichwa cha ile sanamu kilikuwa kimetengenezwa kwa dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake vilikuwa vya fedha, tumbo lake na mapaja yake vilikuwa vya shaba, miguu yake ilikuwa ya chuma na nyayo zake zilikuwa chuma, nazo sehemu nyingine zilikuwa udongo wa mfinyanzi uliochomwa. Ulipokuwa unaangalia, jiwe likakatwa, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. Lile jiwe lilipiga ile sanamu kwenye nyayo zake za chuma na udongo wa mfinyanzi na kuivunja. Ndipo ile chuma, ule udongo wa mfinyanzi na ile shaba, ile fedha na ile dhahabu vikavunjika vipande vipande kwa wakati mmoja, na vikawa kama makapi katika sakafu ya kupulia nafaka wakati wa kiangazi. Upepo ukavipeperusha bila kuacha hata alama. Lakini lile jiwe lililoipiga ile sanamu likawa mlima mkubwa mno na kuijaza dunia yote. Hii ndiyo iliyokuwa ndoto, nasi sasa tutamfasilia mfalme. Mfalme, wewe ni mfalme wewe ni mfalme wa wafalme. Mungu wa mbinguni amekupa wewe utawala, uweza, nguvu na utukufu. Mikononi mwako amewaweka wanadamu, wanyama wa kondeni, ndege wa angani, popote waishipo. Amekufanya wewe kuwa mtawala juu ya wote. Wewe ndiye kile kichwa cha dhahabu. Wewe ndiwe kile kichwa cha dhahabu. Baada yako ufalme mwingine utainuka, ulio dhaifu kuliko wako. Baadaye utafuata ufalme wa tatu, ule wa shaba, nao utatawala juu ya dunia yote. Hatimaye kutakuwako na ufalme wa 4, wenye nguvu kama chuma, kwa maana chuma huvunja na kupondaponda kila kitu. Kama vile chuma ivunjavyo vitu vipande vipande, ndivyo ufalme huo utakavyopondaponda na kuvunjavunja nyingine zote. Kama vile ulivyoona kuwa kwa sehemu nyayo kwa sehemu, mstari wa ngapi huo? 41. Kama vile ulivyoona kuwa kwa sehemu nyayo na vidole vilivyo vya dongo wa mfinyanzi uliochomwa, na kwa sehemu nyingine chuma, hivyo huu utakuwa ufalme uliogawanyika. Hata hivyo utakuwa na sehemu zenye nguvu za chuma ndani yake, kama vile ulivyoona chuma imechanganywa na udongo wa mfinyanzi. Kama vile vidole vyake vya miguu vilikuwa kwa sehemu chuma na sehemu udongo wa mfinyanzi, hivyo ufalme huu kwa sehemu utakuwa na nguvu na kwa sehemu udhaifu. Kama vile ulivyoona chuma kikiwa kimechanganyikana na udongo wa mfinyanzi uliochomwa, ndivyo watu watakavyokuwa mchanganyiko, wala hawatabaki wameungana tena,
kama vile chuma kisivyoweza kuchanganyikana na udongo wa mfinyanzi. Katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atauweka ufalme ambao kamwe hautaangamizwa wala hautaachiwa taifa lingine. Utaziponda zile falme zote na kuzikomesha, bali wenyewe utadumu milele. Hii ndiyo maana ya maono, jiwe lililochongwa kutoka mlimani, lakini si kwa mikono ya wanadamu, lile jiwe ambalo lilivunja chuma, shaba, udongo wa mfinyanzi, fedha na dhahabu vipande vipande. Mungu amemwonyesha mfalme kile kitakachotokea wakati ujao. Ndoto hii ni ya kweli na tafsiri yake ni ya kuaminika. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma kutokea mbali ili tuweze kuelewa, kwa sababu kuna vitu ambavyo tumefundishwa kwenye makanisa yetu na nini ambavyo havijaunganika vizuri. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alikuwa amelichagua ili kupitia taifa lile ajidhihirishe duniani, na baadaye kukawa na ufalme wa Yuda. Sawa sawa, ufalme ule, ufalme wakaenda baadaye wakamkosea Mungu. Walivyomkosea Mungu, akausambaratisha ufalme wao, wakaja kutekwa, wakapelekwa utumwani Babeli. Maana ufalme wa Israeli, ufalme wa Yuda ukaanguka, ukatekwa, akaja mfalme Nebukadneza ambaye alikuwa na ufalme wa Babeli. Ule ufalme ukawa mkubwa, una nguvu. Imagine ufalme ambao unakuja kuteka taifa la Mungu, unawachukua watu wengine kuwa watumwa, wanaenda kuwatumikisha huko. Maana ulikuwa na nguvu kuliko ufalme wa Israeli, ambapo hapa Biblia imeonyesha Mungu alifananisha ule ufalme na dhahabu, ufalme wa dhahabu wenye nguvu ya chuma. Ndio maana anamwambia wewe mfalme unatawala, unatawala juu ya wafalme wote duniani, wanyama, ndege, kila kitu kimewekwa chini yako. Wewe ni mfalme Nebukadneza, wewe ni mfalme mkubwa. Lakini mfalme huyu aliota ndoto, akaona lisanamu likubwa limesimama mbele yake, likubwa sana. Kichwa cha ile sanamu ilikuwa ni dhahabu, alafu hapa kifudifudi ikawa ni fedha, rangi ya fedha. Baadaye kaja rangi ya shaba, baadaye kaja rangi ya chuma changanyikana na udongo pale chini. Limesimama mbele yake, limetuna, liko hivi. Sasa mfalme alivyoona yale maono, akatikisika moyoni, akaumia, akasema sasa ni vitu gani hivi? Maono gani Bwana anatisha? Lijitu lenyewe linamtisha. Kumbuka ni mfalme anatawala dunia yote wakati huo. Alivyotishika, kawaita waganga na wanajimu na wachawi walio katika himaya ile waje wamtafsirie. Wote wakashindwa. Walivyoshindwa ndio katokea, akasema hakuna mtu mmoja kutokea Babeli, kutokea Yuda, katika wale waliokuja uhamishoni anaweza katafsiri hiyo ndoto. Ndio akaitwa Danieli kuja kutafsiri. Danieli naye kabla, ukisoma kule nyuma, kabla alifunuliwa na Mungu maana ile ndoto, ndio akaja kwa mfalme kwenda kumwambia kwamba sikiliza mfalme, hii ndoto uliyoona hawa waganga wote hawawezi kutafsiri. Mimi mwenyewe sio kwa sababu nimepewa hekima, hapana. Mungu wa mbinguni afunua siri, ndiye ametufunulia hili jambo ili wewe ujue yatakayotokea mbeleni. Akamwambia sasa sikiliza, kile kichwa cha dhahabu ulichokiona kwenye lile lisanamu lile, kile kichwa cha dhahabu ni wewe na ufalme wako. Una nguvu, una mamlaka. Dhahabu ina thamani zaidi. Baada yako wewe utainuka ufalme mwingine wa fedha. Fedha huwa ni dhaifu kwa maana ya thamani, na ukainuka ufalme wa Ajemi. Walikuja ufalme wa Ajemi wakachukua nafasi ya ufalme ule mwingine uliokuwepo. Huo ufalme wa Ajemi utakapokuja baadaye na wenyewe utaondolewa. Maanake ufalme wa kwanza wa Babeli ukaja wa dhahabu ambao ni wa Ajemi. Baada ukaja ufalme wa tatu wa shaba ambao ulikuwa ni ufalme wa Syria kama sikosei na nini. Lakini ufalme wa chuma, ufalme wa Rumi ulikuwa ni ufalme wa chuma, una nguvu, una mamlaka, unatawala dunia nzima. Warumi mpaka sasa wanasifika. Ulikuwa ufalme wa mwisho kutawala duniani. Sasa hapa maono haya anasema alipoona lile lisanamu akashangaa limechongwa jiwe kutoka mlimani. Limechongwa na mikono sio ya wanadamu. Ile jiwe likaja likaipiga ile sanamu. Hivyo piga ile sanamu ikasagika vipande vipande. Hivyo sagika vipande vipande, halafu upepo ukaja, ukavuma ukaipeperusha ile, mabaki yote yakachukuliwa na upepo. Halafu lile jiwe sasa likaanza kukua, likaijaza dunia. Danieli anasema katika siku za mwisho za utawala wa hizi falme kutakuja ufalme mwingine ambao huo ufalme utadumu milele.
huu ufalme hautakaa uondolewe. Ndivyo alivyosema mstari huu, anasema katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atauweka ufalme ambao kamwe hautaangamizwa wala hautaachiwa taifa jingine. Utaziponda zile falme zote na kuzikomesha, bali wenyewe utadumu milele. Haleluya! Yaani Mungu ni Mungu anatembea kifalme falme. Anaanza ufalme wa Israeli, akautawaza, ukapata nguvu, akamkosea, akawauza utumwani Babeli. Babeli akaja Nebukadneza, akawa mkubwa, ni mfalme. Baada ya hapo akaondoka, akaja mfalme wa Ajemi, akaja mfalme wa Syria, wakaja Warumi waliokuwa na nguvu na utawala. Wakati Yesu anazaliwa ulikuwa ni utawala wa Warumi umechangamka. Baadaye utawala wa Warumi nao ukapigwa. Lakini ulipigwa namna gani? Uligawanyika, ukagawanyika, ukatengeneza vitawala vingine vidogo vidogo ambavyo havikuwa na nguvu ya kutawala dunia nzima. Lakini hapa unabii ulikuwa unasema kwamba baada ya utawala wa Warumi hakutakuja na utawala ufalme mwingine wowote. Sasa hivi ukiulizwa kuna wafalme wapi, unajua ni kuna wafalme gani ulio? Nabii hapa amesema baada ya ufalme ule wa nne ule wa Warumi ule litachongwa jiwe. Sawa sawa, si kwa mikono ya wanadamu, litaipiga ile sanamu. Maana yake itaondoa falme zote, alafu lile jiwe kidogo kidogo litaanza kukua, litakuwa hadi litaenea, na anasema hilo jiwe ni ufalme mwingine. Haleluya, 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 haleluya. Kuna watu wananielewa hapa? Natamani ningehubiri ya kuhubiri. Marko sura ya 3 mstari wa 2. Marko 3 mstari wa 2. Soma Marko 3, kitabu cha Marko, Injili kama ilivyoandikwa na Marko sura ya 3 mstari wa 2. Sura ya 3 mstari wa 2. Mathayo, sorry. Hii ni Mathayo. It should be Mathayo sura ya 3 mstari wa 2 samahani. Mathayo. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Anzia mstari wa kwanza. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Na mimi nasoma pale Mathayo hiyo sura ya 4 mstari wa 17. Sorry. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umewajilia. Haleluya, haleluya. Wakati ufalme wa Roma unatawala, ule ufalme wa chuma ambao Danieli aliona una mabavu na maguvu dunia nzima, akatokea mtu anaitwa Yohana Mbatizaji katikati ya ufalme wa Warumi. Yohana Mbatizaji akazaliwa, akaanza kuwahubiri, jamani, tubuni, 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 kuna ufalme mwingine unakuja. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake ufalme huu uliopo unakwenda kuondolewa, unakuja ufalme mwingine. Tubuni, tubuni maana yake, unajua maana yake ni kutubu. Kutubu maana yake ni kutubu, sio kuacha dhambi. Kutubu sio kukiri dhambi. Hiyo ndo tafsiri ambayo tumekuwa nayo makanisani, ambayo sio tafsiri sahihi. Haleluya. Kutubu ni zaidi ya kuacha dhambi. Kutubu ni kugeuka. Sawa sawa. Unapotubu, kama ulikuwa unaenda huku, ukitubu unageuka, unaenda kwingine. Ni zaidi ya kuacha dhambi. Ndio maana watu wengi makanisani wameungama dhambi, hawajatubu. Kutubu na kuungama vitu. Kuungama ni kukiri makosa yako, sema mimi unajua ni mwizi, mimi ni mzinzi. Lakini kutubu maana yake unageuka, unaiacha ile njia, unafuata njia nyingine. Kwa Yohana anakuja anawaambia, jamani, ufalme wa Mungu umekaribia, geuzeni mawazo yenu, badilini misimamo yenu, geuzeni nia zenu. Kunakuja ufalme mwingine mkubwa ambao unakuja kutawala.
Maana yake anatabiri kwamba ufalme wa Warumi mnaouona huu utaondolewa, huu unakuja na ufalme mwingine. Kumbuka kwenye ule unabii na maono ya Nebukadneza, anasema ule ufalme mwingine hautakuwa na mwisho. Na Isaya anatabiri kuhusiana na kuja kwa Yesu, anasema bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, nanyi ufalme, anasema maongeo ya ufalme wake hatakuwa na mwisho. Nasoma hilo andiko kwamba ufalme huu wa huyu atakayezaliwa utakuwa wa milele. Maanake hakitatokea tena ufalme wa Warumi wala wa Ajemi wala wa nini watakaokuja kutawala dunia tena, isipokuwa ufalme huu ambao alikuwa anauzungumza. Yesu alipokuja akasema, tubuni, ufalme wa Mungu umewajilia. The kingdom of God has come. Repent. Change the way you think. Badilisheni namna mnavyofikiri. Kwa nini? Kwa sababu ufalme mwingine umekuja. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alipokuja, lengo lake alitaka kuleta ufalme wa mbinguni, alitaka kuileta mbingu duniani ije itawale. Na ndivyo maono haya yanaonyesha kwamba ule ufalme utatawala dunia na hakutakuwa na ufalme mwingine, utatawala milele. Haleluya. Ndio ujue kwamba mafundisho mengi tunayofundishana kanisani, ukiyafuatilia unagundua kwamba kuna mahali fulani wazungu walitupiga. Walitumia Biblia kutaka kututia kwenye utumwa. Wakaja kutuambia kwamba mtubu ili mwende mbinguni. Kwa hiyo tukaanza kulimba tule tunyimbo, chukua vyote na chie Yesu. Huko wanakusanya madhahabu, wanakusanya manini. Sasa wenda mbinguni. Nenda mbinguni wapi? Ufalme wa mbinguni unakuja duniani. Na imetabiriwa katika siku za mwisho. Siku za mwisho zilianza tangu Yesu alipozaliwa, ndo siku za mwisho. Hizi ni siku za mwisho. Siku za mwisho zipi? Kwa maandiko haya, siku za mwisho ni mwisho wa utawala wa Warumi. Katika siku zile za mwisho, maandiko yanasema nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili. Yesu alipokuja, Yesu anazaliwa, zile ndo siku za mwisho sasa zimeanza. Na siku za mwisho kutakuwa na utawala mwingine duniani ambao sio wa wanadamu, ni jiwe limechongwa, si na mikono ya wanadamu, imekuja duniani kutawala, na utawala wa ule ufalme hautakuwa na mwisho, utakuwa wa milele. Kwa hiyo Yesu alikuja duniani na ufalme. Haleluya. Kwa hiyo mahubiri sahihi natakiwa ni kwamba watu wanatakiwa wamkubali Yesu ili wazaliwe kwenye ule ufalme. Ndio maana Yohana ameandika kuhusiana na zile habari za Nikodemo. Nikodemo anauliza, jamani, mimi narudije tumbo la mama yangu nizaliwe? Yesu akasema, usipozaliwa kwa maji, yaani kwa roho, hautaurithi ufalme wa mbinguni. Akishasema kurithi ufalme wa mbinguni, katika historia ya wafalme, anayerithi ufalme ni mwana. Wewe kama sio mwana pale kwenye ule ufalme, huwezi kurithi kitu, wala huwezi kuona ufalme. Wanaorithi ni wana. Ndio maana anataka wanaomwamini Kristo. Yesu anasema wanaoniamini wote waliompokea, Yohana ameandika, wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Wanageuka kuwa wana. Kwa nini? Wana wa mfalme, ili waweze kurithi ufalme, wawe ni wana katika ule ufalme, wawe na mamlaka za kifalme, watembee kama mwanamfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaomwamini Kristo wanageuka, wanakuwa wana wa Mungu, wanakuwa ni wana wa mfalme, wanakuwa wanatawala pamoja na mfalme kwenye ule ufalme ambao ni wa milele. Sasa kuna mtu yuko mahali fulani amekaa, anataka aende mbinguni. Anafanya anafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Mbingu ndo inakuja duniani. Yesu alisema ufalme wa Mungu umekuja. Hata anapowafundisha wanafunzi wake, mnaposali salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Maana yake mbingu ije ndani yangu. Wewe unatakiwa uombe Mungu, naomba mbingu ingie ndani. Na siku moja wakawa wanamuuliza Yesu, kwa hiyo sasa wakati huu ndo unawarudishia? Wao walikuwa wanajua kwamba, wengine walikuwa wanajua kwamba Yesu atakapokuja atawarudishia ule ufalme. Kumbe ndio walianza kuwa na ufalme, atawarudishia ufalme. Akamwambia, ufalme wa Mungu si kama ufalme wa dunia. Warumi ameandikaje? Warumi sura ya 14:17. Andiko langu la mwisho ili nisiwachoshe watu ambao wana haraka kwenda sagura. Haleluya. Warumi sura ya 14 kama sijakosea.
mstari wa 17. Masomo haya yataendelea, usikose ibada zetu nyingine hapa hapa. Warumi 14:17, Biblia inasema hivi. Haleluya. Kwa maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, kwa sababu mtu yeyote anayemtumikia Kristo kwa jinsi hii anampendeza Mungu na kukubaliwa na wanadamu. Ufalme wa Mungu si kama ufalme wa dunia. Walipomuuliza Yesu, unaturudishia ufalme kipindika? Akawaambia hapana. Tena akawakanya, akawaambia sikilizeni, watawaambia ufalme wa Mungu huko huku, huko kule, huko kule, msiwasadiki, maana ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Haleluya. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Yesu akiingia ndani, anakuja na ufalme, anakuja, mbingu inakuwa ndani yako, kwa sababu Yesu ameingia ndani. Kwa hiyo unatembea na mbingu ndani. Ndipo pale Paulo anawaandikia Warumi, anasema ninyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Mbingu iko ndani yenu, sawa sawa. Na kama mbingu iko ndani, inakuwa, Yesu akatoa mfano akasema ufalme wa Mungu ni sawa na punje la haradali au ni sawa na amira. Unaliweka punje ya haradali, unaipanda, inaanza kama mti kadogo, kanakuwa. Kwa ufalme wa Mungu unatakiwa ukue ndani ya mtu. Kukua kwa ufalme wa Mungu maana yake ni ufahamu, kuwa na ufahamu sahihi kuhusiana na Mungu. Ukiwa na ufahamu sahihi, ufalme wa Mungu unakuwa. Kwa hiyo unatembea na mbingu ndani yako. Hebu niambie, kama unatembea na mbingu ndani yako, wachai wanakutisha nini? Sasa siku umejaa makanisani, unakuta mhubiri huko makanisani anaogopa shetani, anaogopa pepo. Shetani hana cha kutudai, kwa sababu shetani alichokuwa anatudai, alikuwa anatudai matendo ya haki. Alikuwa anasema nyie ni wenye dhambi, hamstahili kwenda kwa Mungu. Yesu akaja akatupatanisha sisi na Mungu. Ameshatupatanisha, tumepatana na Mungu. Kwa hiyo shetani hatudai kitu hata kimoja. Alichonacho ni ujanja tu, kudanganya watu. Lakini kwa mtu mwenye ufahamu sahihi, shetani ni kitu chepesi mno. Hakuna cha mganga, hakuna cha mchawi. Wewe ni mwana wa mfalme, unatembea na ufalme wa Mungu ndani yako. Haleluya. Masomo haya tutaendelea nayo tena na tena, kuonesha vile ambavyo ukiwa mwana unatakiwa utembee vipi. Yesu alikuwa mwana, alikuja duniani akiwa na shughuli mbili. Ya kwanza, alikuja kutupatanisha sisi na Mungu, lakini la pili, alikuja kutuonesha namna mwana anavyoishi na mahusiano yake na Baba. Na ndio maana akasema, aniaminie mimi, kazi nizifanyazo na yeye atafanya. Maana yake atakuwa mwana kama mimi. Na lile andiko ambalo mara nyingi tunalitumia, naenda kwa Baba nitawaandalia makao, nitakapokuwa na ninyi mje. Watu wanadhani kwamba anaenda mbinguni kuandaa. Mbinguni kuna majengo, kuna mansion, kuna majengo makubwa. Hapana, alikuwa anamaanisha kwamba nitakapokuwa nimekufa, nitakuwa nimemaliza gharama ya kuwafanya ninyi kuwa kama mimi. Kwa hiyo mbele za Baba tutakuwa kwenye level moja, tutakuwa kwenye kiwango kimoja. Mtakuwa wana, nitakuwa mwana. Mimi nilipo na ninyi muwepo. Katika ile nafasi ya wana, mimi Yesu katika nafasi ya mwana nilipo mimi, na ninyi mnaoniamini mtakuwa kwenye nafasi hiyo. Kwa hiyo tutakuwa kwenye level sawa. Sio kwetu mnaenda mbinguni huko nawaandalia makao. Alikuwa anamaanisha nawaandalia nafasi katika ile nafasi ya wana. Nikishakufa nitaenda mbinguni. Ndio maana inasadikika Yesu baada ya kufa, alivyofufuka cha kwanza akaenda, afa karudi, ndo akaanza kukutana na wanafunzi wake. Amemaliza kazi ya kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kuna nafasi za kutosha za sisi kuwa wana kama yeye. Kwa hiyo sisi wote tupo kwenye level moja. Sasa kama wewe ni mwana kama yeye alivyo, maana kuna ufalme wa Mungu ndani yako, unatakiwa sasa ule ufalme ukae ndani. Ukishakaa ndani ukawa mkubwa, utakuwa wewe sio mtu wa kawaida. Unaweza kutembea juu ya maji kama Yesu. Unaweza ukitembea tu, pepo akikono, kinyosha mkono hivi, pepo wanakimbia, kwa sababu una mbingu ndani yako na wewe ni mwana wa Mungu. Unatisha, unawakilisha ufalme wa Mungu duniani. Na kama tukifika hiyo hatua, watu wote, imagine kama angetokea Yesu 10 tu, wana waliofika kwenye kiwango cha Yesu katika kufahamu ufalme 10 tu duniani, kama Trump angekuwa anatusumbua 10 tu, yani watokee Yesu. Sasa shida ni moja, ni kwamba hapo katikati tumefundishana vitu vingi ambavyo sio sahihi, vimetupoteza, tumepotea. Lakini kusudi la Mungu, alitaka dunia nzima ijawe na Yesu, wana wa ufalme wenye nguvu kama zile za Yesu, ambao wakipita tu hivi mapepo yanasema una nini na mimi? Shetani hana cha kutudai tena. Ndio kusudi la Mungu.
Na sasa hivi mabadiliko yanayokuja sasa hivi katika Mungu wa kiroho ni makubwa mno. Tunaenda huko, siku hizi tunaenda huko. Tutakuwa na mayesu duniani kwa sababu ufalme wa Mungu lazima utatawala. Sasa kuna mambo mengine pia tunataka tujifunze huko mbele ambao tumefundishwa huko nyuma ambayo yanamepinda pinda kidogo, tuyanyoshe vizuri ili tuweze kuishi kwa amani. Ukijua kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yako, unatembea kwa uhuru na kushinda dhambi wewe ni hakika. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, dhambi ni tatizo dogo sana. Shida iliyopo makanisani ni kwamba watu wanataka kushinda dhambi kwa sheria. Ndio maana kuna sheria nyingi wanazitumia ambazo zilishindwa kabla Yesu hajaja. Sheria zilikuwepo lakini watu waliendelea kufanya dhambi. Unapoendelea kuhubiri watu waache dhambi kwa mfumo wa sheria, maana yake hujaipata neema, hujaingia kwenye ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unakuja na nguvu. Mimi nilipoamini ufalme wa Mungu, maisha yangu yalibadilika kabisa. Nilipokuwa nimeamini hii ya kirokolerokole ambayo iko, nilikuwa na madhambi yangu mengi, nyingine hata mjajui. Nilifanya madhambi kama ilikuwa mnanishinda, lakini amani niliyoipata baada ya ufalme, hii injili ya ufalme kuingia ndani yangu, nilibadilika kabisa. Yaani sasa hivi najiona mimi sio mtu kama vile nilivyokuwa zamani. Najiona nina ushindi, najiona kwanza nina uzima wa milele. Yesu anasema waliaminio wasipotee, wawe na uzima wa milele. Ninao sasa hivi. Makanisani watu wanasubiri uzima, wanafikiri uzima watauingia mbinguni. Kwa hawaoni kama wana uzima. Ndio maana makanisani watu wengi wameokoka lakini wako katika harakati za kutafuta wokovu. Ndio maana wakikaa wanafika wanyosha mikono. Yaani wao wanaomba msamaha, Bwana tusamehe. Tulishaokolewa tayari. Uzima tunao tayari. Haya mambo mengine tumelishwa tu ili kututia katika vifungo, tushindwe kuishi maisha ambayo Mungu alikusudia tuyaishi. Baada kusema maneno hayo, ujumbe huu ni ujumbe mahususi kwa ajili yako na unatakiwa uupokee kwa moyo wa kufunguka, ukajifunze, na mimi naomba Roho Mtakatifu akufundishe zaidi kutoka hapo. Naomba funika macho, tumshukuru Mungu. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndiwe unayetupa uzima,